Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Kuna watu wanatengeneza makusudi mgawanyiko watu wao wa Kristo wasiungane. Makusudi. Na wana nguvu hao watu wanaosimamia mambo hayo. Na wana hela na wana madaraka. Siwezi kusema CCM. Ni kikundi kidogo tu cha watu ambao wanafanya mambo hayo kwa ajili ya maslahi yao. Ninaomba Watanzania sana. Watanzania nawaomba sana. Tusikubali kugawanyishwa. Nchi moja. Sisi wote watoto wa Adamu na Hawa. Ukiwa Mkristo, mtoto wa Adamu na Hawa. Ukiwa Muislamu, mtoto wa Adamu na Hawa. Ukiwa Mtanzania, mtoto wa Adamu na Hawa. Ukiwa Mkenya, mtoto wa Adamu na Hawa. Kwa hiyo tusigawanywe. Tusigawanyishwe na hawa wataka madaraka na wataka utajiri halali. Kuna watu duniani hapa katika fitina heshimiwa, ziko fitina mbili: madaraka na utajiri au na mali. Hizi fitina kubwa sana. Kwa hiyo kuna kikundi rasmi katika nchi ya Tanzania wanataka madaraka na wanataka utajiri haramu ili waishi. Ndio ambao watugombanisha sisi kwa ajili ya maslahi yao. Kwa makusudi wako tayari kuua kwa ajili ya madaraka. Wako tayari kuua kwa ajili ya utajiri. Sasa hawa watu ndio wanatengeneza hizi fitina, sisi wanyonge, sisi watugonganishe tusio kitu kimoja, ili wao waendelee kutawala katika nchi, waendelee kuwa na madaraka katika nchi, waendelee kutuibia katika nchi, wanalindana wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo naomba Watanzania wote, wale watu ambao waadilifu, bila kujali dini zao, bila kujali kabila zao, bila kujali utajiri wao, kwa sababu sisi Waislamu tunasema mbora kwa Mwenyezi Mungu ni mcha Mungu, sio tajiri wala sio mwenye madaraka. Mbora kwa Mwenyezi Mungu ni mtu mwenye hofu na Mwenyezi Mungu. Akiwa Mkristo mwenye hofu ya Mwenyezi Mungu ndio bora, akiwa Muislamu mwenye hofu ya Mwenyezi Mungu ni bora, na akiwa hana dini lakini akiwa na hofu na Mwenyezi Mungu ndio bora wetu katika Uislamu unavyosema. Kwa hiyo bora mbele ya Mwenyezi Mungu ni mcha Mungu, sio tajiri, sio mwenye madaraka, wala sio nani. Akiwa kiongozi yoyote ana hofu ya Mungu hawezi kuua. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.